Asante. Nawakaribisha tena katika ibada yetu ya Sunday School. Watoto hamjambo? Nami si jambo. Ni wenu Teacher Christine, nawapenda sana. Mungu amenilinda na najua na amewalinda. Tuseme salamu yetu ya Sunday School. Salamu, mlee mtoto katika Yesu. Tena, mlee mtoto katika Yesu. Asante. Tusome mstari wetu wa Sunday School pamoja. Mithali kifungu cha 22 na mstari wa 6. Tusome. Mlee mtoto katika njia impasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Asante vile mnakumbuka salamu yetu. Naendelea kuwakumbusha vile tumeahidiwa kufanya wakati wote. Ni kufanya nini watoto? Unawa mikono, unanawa mikono sana na maji na sabuni. Unanawa sana kwa 20 seconds. Sawa? Unafanya hivyo? Kama una hiyo, unafanya kusanitize. Unaona yangu ni hii wakati wote mimi natumia. Na wakati wote unavaa nini? Unavaa mask. Yangu ni hii hapa, navaa kila wakati. Uvae ukiwa hapo nyumbani, uvae ukitoka nje, uvae hata ukienda popote pale. Usiache mask yako wakati wote huo unavaa. Na hivyo tutasaidiana kujiepusha na hii janga. Na kila wakati tufanye nini? Tuombe. Wewe unaomba? Wewe unaombea mwenzako? Tuzidi kuomba. Haya tuombe. Baba Mungu Mwenyezi, tunakuinua na kutukuza jina lako. Ni asante kwa wakati huu mwingine umetupatia ili tukajikumbushe neno lako. Mungu wa neema, uwe nasi tuendapo kuisoma. Roho wako azidi kutufundisha, Mungu wa neema, ili tukashike na kuitenda vile upendavyo, ili baraka zote za utiifu zikae kwetu. Uwe nasi na utuongoze. Kwa jina tukufu la Yesu Kristo tunaomba. Amen. Asante watoto. Nataka yule anakumbuka ile last Sunday tulifundishwa nini na nani? Asante. Wengine wanakumbuka ni Teacher Grace. Alitufundisha nini? Alitufundisha ndio juu ya mchungaji mwema. Tukajua mchungaji mwema ni nani? Mchungaji mwema ni Yesu mwenyewe. Anatupenda na anatujali na anazidi kutulinda kila siku. Hata wakati huu wa janga, wakati tuko nyumbani, hatuendi shule, tunaboeka hapo nyumbani wakati wote, tuzidi kujua Mungu anatupenda na anatulinda. Tunaendelea kujifundisha mchungaji mwema. Tunaendelea kujifundisha mchungaji mwema na tutasoma katika Zaburi 23. Kila mmoja anajua hiyo Zaburi. Tutasoma. Zaburi 23 mstari wa 1 hadi wa 6. Naanza. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi uniliza, kando ya maji matulivu uniongoza. Uniuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Mstari wa 4. Naam, nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe u pamoja nami. Gongo lako na fimbo lako vyanifariji. Waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe changu kinafurika. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu. Nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Asante. Mmesikia hiyo Zaburi vile inatuambia Bwana ndiye mchungaji wangu. Bwana ndiye mchungaji wako. Mtoto ukiwa hapo nyumbani, wakati mwingi tunaona dadi na mama au ndio walinzi wetu. Ni kweli, au ndio walinzi wetu tukiwa hapa nyumbani. Lakini wakati wote hata hao wazazi wetu wanalindwa na nani? Wanalindwa na Mungu wetu. Maana Mungu anatupenda si zote, sawa? Ile bora zetu tunaimbaje? Yesu apenda kila mtu, kila mtu, kila mtu. Yesu apenda kila mtu, atupenda sisi zote sawa. Baba anapenda, mama anapenda, kaka mdogo
Mungu wetu anatupenda sana, anatujali, anatulinda. Mambo yale yanaendelea hata wakati huu wa janga la coronavirus, Mungu anatulinda. Mungu anatuangalia. Kule tunaenda, tunasikia watu wamegonjeka, watu wamekufa. Mungu anatuangalia tu. Zile hatua tunaenda hapa na pale, anakuwa na sisi, anaendanisha na sisi, anatulinda, analinda wazazi wetu. Hata wale wanaenda mahali kutafuta tu chakula, anawalinda wakiwa huko, wasipatwe na janga wakiwa huko sokoni ama wakienda town. Mungu anawapenda na anawalinda. Kwa hivyo tunajua nini? Tunajua Mungu wetu ndio anatulinda. Vile Teacher Grace alitufundisha, Yesu ndio mchungaji mwema. Pia Yesu na Mungu wao ni kitu moja. Wanatuona wakati wote. Wanatulinda, tukienda hapa tunaenda nao. Tukienda pale wako pamoja na sisi. Ametuambia nini? Hata mambo yakiharibika kama wakati huu wa janga hili, si anatuangalia na ametupangia. Na hata tutakaa tuone chachi ikirudi, tuone hata tukirudi shule. Kwa nini? Kwa sababu ametupangia mema. Wakati wote Mungu wetu anatuwazia mema. Anatupenda, anatujali, anatupatia chakula. Wakati huu ni mgumu sana. Wazazi hawana pesa, hawaendi kazini, wamekaa nyumbani, lakini anatupatia tu chakula. Ujue ni Mungu anafanya hivyo. Kwa nini? Kwa sababu anatulinda. Anatuangalia wakati wote tusikose lolote. Anasema nini? Sitapungukiwa na kitu. Chakula haitatupungukia, nguo, maji, kila kitu tunahitaji. All our basic needs. Mungu anayaangalia na anatutendea. Tunasikia wengine hawana makao, wengine nyumba zao zilibebwa na maji, wengine walibomolewa nyumba zao. Tunawaangalia, tunahuzunika. Unahurumia yule mtoto mwingine ukiona? Si unaangalia kwa TV unaona mtoto mdogo ako kwa baridi, ako na mama yake hapa, hawajui atafanya nini. Unawaombea. Ndio, mtoto huo unaombea yule mtoto mwingine. Wale wako na shida uwaombee. Omba Mungu, patia hao watu makao, mahali pa kukaa. Mungu, maana wewe ni mlinzi mwema, naomba upatie hao watoto wengine chakula. Wale hawana chakula, tunaona vile wanateseka. Wewe kazi yako ni kuwaombea. Kiwa hapo nyumbani, hata ukienda popote, ukitumwa pali, unaenda na ile maksi yako, unaenda na njia tu ukiomba. Mungu, saidia wale watoto hawana chakula, hawana makao, wapate mahali ya kukaa. Kwa nini? Kwa sababu wakiteseka hatufurahi. Ama wanafurahia? Mimi siwezi furahi na wahuzunikia sana. Kwa hivyo tuzidi kuwaombea, Mungu awajalie na sana atuondolee hili janga. Maana unaangalia kwa TV wakati wote inazidi kwenda juu. Katika nchi yetu inazidi kwenda juu. Na ni kwa nini? Kwa sababu watu wengine hawasikii. Wewe unasikia wewe? Mimi wakati wote navaa mask na sanitize mikono yangu. Na sana ninaosha mikono. Na wewe uwe unafanya hivyo. Hivyo tutaondoa hili janga. Ndio tutaizuia isitufikie. Wewe ufanye ile jukumu yako. Kuwa mtiifu. Kuwa mtiifu. Maana Mungu anatupenda na anatujali. Hiyo mstari inasema nini? Inasema nijapopita. Mstari wa 4. Nijapopita kati la bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya. Kwa maana wewe u pamoja nami. Gongo lako na fimbo lako vyanifariji. Naam. Tunalindwa na nani? Na Mungu. Hii mambo yote yakitokea, anatuambia tusifanye nini? Tusiogope. Wakati mwingi sisi watoto tunaogopa. Ukituma hata jioni usiku uchukue kitu hapo nje na hakuna stima, wewe unakataa, unaogopa. Hai mama, ninaogopa giza. Hata kwa hiyo giza Mungu wako na anakuangalia. Na hata ukienda hautaumia. Utaenda uchukue chenye umetumwa na urudishe, kwa sababu Mungu ako pamoja na wewe. Ukiwa njiani, ukiwa nyumbani, iwe ni usiku,
Hata saa ile tunalala, hatujijui, hatuelewi tuko wapi, lakini Mungu anatulaza salama, anatulinda, anatuamsha. Uko hai, wewe umeomba ukiamka, uambie Mungu asante kwa kuniamsha, asante kwa kuamsha wazazi wangu, wa dada zangu, ndugu zangu na pia majirani. Tuwe tunashukuru Mungu, maana anatupenda na anatujali, anatutendea mema. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Hapo ndio mahali pazuri pa kukaa. Hata wakati huu tuko nyumbani, endelea na kusoma neno la Mungu. Neno la Mungu inatuambia wema na fadhili zake zitakuwa na sisi, ni milele, milele ni daima. Ataendelea kuwa na sisi hata wakati huu ili janga atakuja aiondoe tu. Tukue tunaikumbuka, ikuwe ni historia. Tuwe tunasema kulikuwa na janga ingine ilikuwa kwa mbaya na iliisha. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anatuangalia na atatulinda. Kuna ile chorus tunaimba na kikamba, nataka tuimbe tu na kikamba yetu. Tuimbe gainunzubia, angwata kinungamia, gainunzubia, mudena ona utuku, gainunzubia. Hiyo usiku tunalindwa na Mungu, mchana anatulinda, tukiwa wagonjwa anatuponya. Pia hii janga ataiondoa hivyo, maana kuna uwezo wote. Mungu wetu ni mzuri, anatupenda na anatujali. Nataka tusome mstari wetu wa kukumbuka. Tusome huo mstari wa Zaburi 23 mstari wa kwanza. Tusome pamoja. Zaburi 23 mstari wa kwanza. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Tusome. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Turudie. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Hiyo ndio itakuwa memory verse yetu ya hii wiki. Wakati wote tujue Mungu anatulinda, anatupenda, anatujali, anatutendea makuu, na hata tuondolee janga, turudi shule, turudi church bila tulikuwa tunafurahia, na hata tuendelee kuabudu pamoja. Ukiwa nyumbani, ukiwa popote, letu sana ni kuomba ili Mungu atuhurumie, atuondolee janga na mambo yakuwe sawa. Sawa watoto? Ndio. Kumbusha wale mwingine mstari tusome pamoja. Zaburi 23 mstari wa kwanza. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Ukijua hivyo, utajua Mungu anakuangalia na hakuna kitu utakosa. Hakuna kitu utakosa. Kwa nini? Kwa sababu mwenye vyote ni yeye, anakulinda, ni yeye anakuchunga. Anakuangalia mienendo yako, anakuangalia mahitaji yako, anakutendea. Asante. Tuombe. Asante Mungu wa neema kwa ajili ya neno lako. Naomba Baba ukaendelee kutufundisha, maana hatuelewi, tunasoma tu na labda inatupita. Naomba Roho wako Mtakatifu aendelee kutufundisha na tuelewe na neno lako, na tutii na tutende. Tunazidi kuomba kwa ajili ya nchi yetu. Mungu wa neema, uturehemu, utusamehe, usamehe viongozi wetu na wale wote wanashikilia mambo ya uongozi katika nchi yetu. The president, the vice president na wale wengine wote wale wanashikamana kwa uongozi. Mungu wa neema, wasamehe makosa yao. Usamehe hata na viongozi wote, Mungu wa neema, na utuondolee janga kwa neema zako. Usamehe na kanisa, Mungu wa neema, wachungaji na wote wale wanatenda kazi yako, Mungu wa neema. Pale popote tumekosa, Mungu wa neema, utusamehe na utusikilie maombi yetu. Mungu wa neema, naomba kwa ajili ya watoto. Wakati huu wako nyumbani, wamesumbuka kukaa mahali pamoja, wengine hawana mashamba, wale wako na mashamba wanaenda wanafanya kazi kiasi, Mungu wa neema, wanaboeka wakiwa nyumbani. Naomba uwatulize, Mungu wa neema, naomba uwashikilie, naomba wakumbushe kila dakika wewe ndio
mchungaji wao na unawajali na unawapenda. Naomba Mungu wa neema kwa ajili ya serikali yetu ikatende ile mambo inaipasa kwa ajili ya watu wake. Wale hawana makao wapewe makao, wale hawana vyakula wapewe, na Mungu wa neema serikali ikatendee watu wake vizuri. Asante Mungu wa neema kwa hapo umetufikisha. Naomba kwa ajili ya kanisa letu umetupa kibali, Mungu wa neema hapa kusikika mitandaoni. Mungu wa neema, hii ni neema yako, na naomba ukatuzidishie, na hata wakati mwingine tuone tukirudi kanisani tukiabudu kwa pamoja. Pokea sifa na utukufu ni za kwako. Linda kila mtoto na mzazi wake, Mungu wa neema, kila mahali wako nyumbani mwao, na utupe kibali wakati wako ufikapo, Mungu wa neema, kuingia kwa nyumba yako na kuabudu kwa pamoja. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen. Watoto nawakumbusha kwa ajili ya sadaka. Wewe unatoa sadaka? Wengine watoi wamesema tukae nyumbani mpaka siku ile church itafunguliwa. Na wakumbusha tutoe sadaka. Sadaka tunapeana kwa Mrs. Denver Kitua, kama uko hapo karibu. Kama uko hapo karibu na pia mzazi anakuwekea kwa paybill yetu. Mnaikumbuka? Paybill yetu ni 830,578. 830,578. Unawekewa hapo sadaka yako, Christmas na harambee. Si mnajua tunaendelea na mjengo wetu. Hata hii coming Sunday tutakuwa na ile harambee tulikuwa tumesema ndio main harambee 7th of June. Ni Sunday, ni leo. Kwa hivyo ulete sadaka yako, ulete harambee yako, forma yako upatie teacher, upatie mwenye utaona tu wa kanisa atakuletea hapa church. Sawa sawa watoto? Sawa sawa? Mkumbuke. Mungu awabariki. Tuombe. Tunasema ni asante kwa ajili ya kila jambo. Uwe nasi na utuongoze. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen. Asante watoto. Bye.